Ni Dr. Elisaria Palanjo. Ningependa ni kushukuru sana wewe ambaye ni mfuatiliaji wa programu mbalimbali ambazo ninazifanya katika mitandao, lakini pia ni kushukuru sana wewe ambao umekuwa ukisupport kwa ajili ya kulike, kufollow, ni pamoja na kucomment. Sasa nina ndoto moja ambayo nimeulizwa mahali hapa na mimi nikasema niilete kwa ajili ya faida ya watu wengi. Mtu mmoja ameandika ujumbe kwamba ameota anakwangua mti kwa meno yake, yaani lile gome la mti analikwangua kwa meno. Nini maana yake? Biblia iko so clear kwa ajili ya hii tafsiri kuhusu habari ya kukwangua, lakini katika eneo ambalo ni muhimu sana, jambo ambalo unatakiwa ulijue, kuna falsafa ambayo inaruhusu utafsiri wa ndoto ambao hauko kwenye maandiko moja kwa moja. Na mimi jinsi ambavyo unaweza kufanya kwamba unapouliza jambo ambalo ukienda kulitafuta kwenye Biblia kama lilivyoandikwa au kama ulivyoota uweze kuona, lakini tuna tafsiri kutokana na mambo mbalimbali. Namba moja, tunaangalia meno ambayo yametumika, lakini pia tunaangalia mti, lakini pia tunaangalia mazingira. Kwa hiyo ndio ile tunatengeneza sasa lete tafsiri kamili. Sasa unapoota kwamba unakwangua mti kwa meno yako, maana yake ni nini? Jambo la kwanza ni uwepo wa maneno mabaya ya kwako wewe mwenyewe ambayo ni mwotaji, ambao uliona kwamba unafanya jambo lile, ya kwamba maneno yako yameenda vibaya, yameweza kuzuru watu wengine, yameweza kuumiza watu wengine. Katika Biblia kitabu cha Yakobo anazungumza, anasema ulimi ni kiungo kidogo sana, lakini kinaweza pia kikaleta madhara makubwa sana. Lakini pia imeandikwa ya kwamba uzima na mauti viko katika kinywa cha mtu. Kwa hiyo kuna watu ambao wanatumia vinywa vyao vibaya kunena na kuzungumza maneno ya kinyume kwa watu wengine wakati fulani, na kuwepo hamna sababu yoyote ya msingi. Hilo la kwanza. Lakini sababu ya pili au maana ya pili ya kuota unakwangua gome la mti kwa meno, yaani mtu umesimama na wewe umeenda pale unakwangua, sio kwamba lile gome limetolewa. Mtu uko pale umesimama wewe unakwangua, maana yake yaani, maana yake unaenda unajaribu kuchokonoa. Kuna watu wanaitwa wachokonozi, kazi yako unaenda kuchokonoa. Unaweza ikawa katika kuchokonoa, inaweza ikawa kwenye simu ya mwenza wako. Kuna watu wengi ambao mahusiano yao yameharibika punde tu pale ambapo alijihusisha kushika simu ya mwenzake. Wako wale ambao huwa wameshakubaliana kwamba watatumia simu kwa pamoja. Hatuwezi tukatengeneza akili zote zikafanana. Kuna wanandoa ambao wanapeana simu, ambao ni jambo la kawaida. Na wewe mwanandoa ambao unapeana simu na mwenzako, usimfundishe mwenzako kwamba yeye ampe mwenza wake simu. Kwa nini? Kwa sababu wewe ndio unayojifahamu jinsi ulivyo, wewe ndio unajifahamu. Kwa hiyo tabia yako haiwezi kuwa sawa na tabia ya mwingine. Kwa hiyo kukwangua mti au gome la mti kwa meno, maana yake ni nini? Maana yake pia inabeba mambo ya kuchokonoa mambo ya mtu. Lakini namba tatu, maana yake ni nini? Ni hasira na migogoro ya ndani. Inapokuwepo hasira na migogoro ya ndani, una hasira lakini pia una migogoro ya ndani, wanasema ile personal conflict, pia zinaweza zikaonyesha au unaweza ukaota ya kwamba wewe unakwangua mti kwa kutumia meno yako. Lakini katika Biblia kuhusu maneno ya Mungu juu ya habari ya madhara, imeandikwa katika kitabu cha Methali mlango wa 15 mstari wa kwanza, anasema jawabu la upole huondoa hasira, bali neno kali huamsha ghadhabu. Ndio Biblia inavyozungumza maneno hayo, kwamba jawabu la upole huondoa hasira, bali neno kali huamsha huamsha ghadhabu. Kwa hiyo ukienda kwenye hali ya kujizuia, Biblia inazungumzia habari ya kujizuia katika kitabu cha Efeso 4:31. Kwa hiyo unapokuwa na jambo lolote ambalo lina hasira, ambalo unafikiri kwamba linaweza likakuletea aibu, kwa sababu hasira, wakati hasira yako inapopanda juu, inakuondoa katika hali ya kibinadamu, kwa sababu hasira huwa zinasimamiwa na mizimu, na mizimu inapopanda juu, maana yake mtu anakuwa ajali chochote. Ndio maana unaweza kusikia kwamba mtu amemkata mtu shingo au amemfanyia madhara makubwa. Tumekuwa na matukio mengi sana ya ajabu, hata ya mauaji, na hii ni roho inayosimamiwa, roho za hasira ambazo zinasimamiwa sana na nguvu za mizimu. Kwa hiyo unapoota kwamba kwa nguo gome la mti kwa meno, maana yake inabeba mambo hayo.